Lakini ndani ya ofisi ya waziri mkuu, vibali vya kazi, wanaosimamia vibali vya kazi wamekuwa waungu watu, wamegeuza mradi. Hapa ndio wanachuma pesa. Taka kibali cha kazi, mwekezaji atazungushwa mpaka akikipata zimeshamtoka dola 10,000, dola 8,000, dola 5,000. Kwa naomba sana hili mkalisimamie kwa weledi. Lakini jengine kwenye vibali vya kazi, anakuja mwekezaji anawekeza sekta binafsi, anaweka pesa zake, anafungua insurance company kubwa, anakuja na wataalamu wake, pengine 2, wengine anafuata sheria. Wataalamu wamepata miaka 3, anaomba tena kibali cha kazi. Weka Mtanzania. Huu ni mradi wake binafsi. Anaweka anayemwamini yeye kwamba akitia shilingi yake 1 itazaa 1.5. Kwa nini mlazimishe lazima aweke mtu ambaye hamtaki? Na pengine huna skilled wa aina ile anayemtaka yeye, huna. Basi afadhali mngemlazimisha, tangaza Watanzania waombe, angalie katika watakaoomba nani ana sifa. Lakini ubabe tu, hapa lazima Mtanzania, kutengeneza fursa za wale watu wakunjue mikono ili vibali vitoke. Naomba wanaosimamia sekta hii mwende mkatende haki. Tunataka wawekezaji waenjoy mazingira mazuri Tanzania. Tunavyotengeneza vidude vya aina hii, tunawarudisha nyuma. Makampuni yanafungwa, ndugu zangu, sio uongo. Yanafungwa na wanaondoka. Wakiondoka uchumi wetu unapungua, ajira inapungua, circulation ya pesa inapungua. Na hichi ndio kilio kikubwa kwa Watanzania, mifuko mitupu. Sasa tunazidi kutengeneza mifuko iweze kuwa mitupu. Naomba mkalisimamie hilo. Ndani ya ofisi ya waziri mkuu kuna kundi maalum la watu wenye ulemavu. Hili kundi tungeweza kuliweka kwenye maendeleo ya jamii, kwenye wanawake, watoto na wazee kule. Lakini kwa unyeti wake tumelinyanyua tukaliweka ofisi ya waziri mkuu. Naomba mkawashughulikie. Hawa watu wana manunguniko mengi sana. Naomba mkawashughulikie. Wasikilizwe na yanayowezekana yatekelezwe. Yasiyowezekana yaletwe juu, tuwazungumze kwa pamoja. Ndani ya ofisi ya waziri mkuu kuna wizara ya uwekezaji. Hapa kuna mambo mazito. Tumekuwa tukiimba sana ndani ya uwekezaji lakini hatutekelezi. Tumekuwa tukiimba taasisi moja ambayo mwekezaji akiingia atapata utatuzi wa changamoto zote zinazomkabili. Lakini hatujafanya. Tunafutana tu. Hatujafanya. Na hili tumeliimba labda miaka 20 sasa hivi. Lakini haijawezekana. Kuna nini sijui. Lakini nataka niwaambie kwamba wawekezaji wanalaumu sana. Wanalalamika sana bureaucracy ya serikali ya Tanzania. Kumekuwa na urasimu mkubwa. Hakuna anayefanya maamuzi. Akienda sijui kwa mfano mjengaji reli, akienda TRC anaambiwa anaenda wizarani. Akienda wizarani uwekezaji. Akienda kuna mzunguko. Lakini mbali ya hiyo, baina serikali kuu na serikali za mikoa huko na wilaya, hakuna coordination kabisa. Mwekezaji anachapa kiatu kwenda huko local authorities, anakuja juu, hakuna solution. Naomba sana mnaosimamia uwekezaji. Kitila Mkumbo uko wapi? Upo? Mwambe. Lakini na Kitila nawe biashara ndo huko. Mwende mkakae mlifanyie kazi hili. Mwambe umetoka huko unajua. Na wewe ni mmoja katika mlioyatengeneza haya ya urasimu na nini, sasa karekebisha. Karekebishe ili maswali haya sasa. Lakini jengine ni swala la kodi kwa wawekezaji. VAT hazirudi, lakini
kuna nenda rudi na zile zinazolipwa customs. Saa nyingine mtu atalipishwa ndivyo, saa nyingine analipishwa sivyo. Yani mambo hakuna clear picture ambayo mwekezaji anasema nikifika Tanzania kodi ni line hii, labda vibali vya kazi ni line hii, kingine ni line hii. Kwa hiyo wametutwika chapa ya hatutabiriki. Ukimwambia mtu Tanzania kwambia unpredictable bwana, unakwenda leo anakuambia hivi, ukisha kuingia umewekeza wanakuja na haya mengine. Kwa hiyo naomba sana, au naagiza na wataka mkayashughulikie haya, mnyanyoshe haya. Mkinyosha haya uwekezaji utakuja. Juzi tu nilitoa kauli ya kodi, mambo ya kodi. Wawekezaji wengi, wafanya biashara wengi wanampigia katibu wangu na wasaidizi wangu, mwambie mama tunataka kumuona, aje atuhakikishie tunataka kurudi Tanzania. Kwa hiyo watu wanataka kuja Tanzania, lakini kwa mambo yetu watu wanakimbia Tanzania. Naomba tuvute tena uwekezaji uje Tanzania, tupate ajira, fedha izunguke, uchumi ukue. Kwa hiyo mambo ya kodi huko mwende mkawekane vizuri. Kuna mfano mwekezaji wa siku nyingi hapa Tanzania, sijui kacheza kwenye mambo ya kodi huko, au ndio hizo kodi za rudia, kapigwa kodi kubwa tu, kaja mara ya kwanza asikilizwe labda kunegotiate, hakuna lililokuwa, kaondoka. Kaja mara ya pili kakaa 2 weeks Tanzania. Yamekwenda yakanifika mimi nikiwa makamu wa rais, nikamwita mtu wa fedha, njoo, hebu huyu ameshakuja mara 2 na anataka kulipa, kaeni mumsikilize, alipe aende zake, biashara iendelee. Kilicho kwenda kufanyika sijui katishwa nini, nadhani kaambiwa tutakupiga kosa la uhujumu uchumi, kachukua jeti yake kaondoka. Hakulipa, tatizo liko pale pale na yeye kaondoka. Sasa tungemsikiliza, angelipa aondoke zake na huku biashara zinaendelea. Kwa hiyo naomba sana tukapunguze misuli kwenye masuala haya. Sisi ndio wahitaji wa wawekezaji, pamoja na kwamba wao wanahitaji Tanzania wawekeze, lakini sisi tunawahitaji wao zaidi. Kwa hiyo kanyosheni hayo. Masuala ya ubabe na urasimu, rushwa, naomba nayo yakaangaliwe vizuri. Tusimamiane, tukasimamiane kwenye kufanya kazi, tusisimamiane kwenye kujenga cartailing ya kutengeneza mirija ya kuvuta. Tukafanye kazi. Kwa nasema tukarudishe imani ya wawekezaji kuja kuwekeza Tanzania. Wizara ya Fedha na Mipango, nirudie lile nilolisema wakati tunaapisha mawaziri, masuala ya mifumo ya makusanyo na matumizi ya fedha yakaangaliwe upya. Na tuangalie sasa ile mifumo tofauti kama ilivyosema kwamba serikali iwe na uniformity. Tujue serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mifumo yetu ya kukusanya na matumizi ya fedha ni haya. Jengine, miradi ya vipaumbele. Tuna urithi mikononi kwetu, ndugu zangu, alotuachia marehemu rais wetu. Ametuachia miradi mikubwa 2, lakini na miradi mingine ya mkakati ipo inaendelea. Ule ni urithi wetu. Na wanasema ukifanya vibaya kwenye urithi, Mungu anakulani. Au aliyekuachia urithi hana radhi na wewe, na Mungu hatakuwa na wewe. Naomba sana twende tukasimamie miradi hii ya kimkakati. Kumekuwa na ucheleweshaji wa malipo, wakati mwingine kwa makusudi tu, na mikataba mingi ya miradi hii kuna kipengele kinasema unapochelewesha malipo kwa miezi kadhaa, malipo yale yanakuwa na riba. Miradi yetu inakuwa ya gharama kubwa sana kutokana na jambo moja tu, ucheleweshaji wa malipo.
Nashangaa ucheleweshaji unatokea wapi? Mimi nadhani kule kuchelewesha malipo ni mradi wa watu, ili riba inapopatikana